kutoa maoni ni kama zifuatazo. Kwanza, kwenye mashirika ya umma na taasisi zingine, kuna bodi ya korosho Tanzania imepata hati yenye mashaka. Kiwanda cha madawa cha Keko imepata hati yenye mashaka. Bodi ya chai Tanzania imepata hati yenye mashaka. Mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Kyela Kasumulu nilishindwa kutoa maoni. Mheshimiwa Rais, serikali kuu na wizara, idara na wakala. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA imepata hati mbaya. Mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Handeni Trunk Main imepata hati yenye mashaka. Mamlaka maji safi usafi wa mazingira Kondoa hati yenye mashaka. Jumuiya ya maji ngazi ya jamii Kilumusa Sibiuso imepata hati yenye mashaka. Jumuiya ya maji ngazi ya jamii Mambawasa Sibuiso nimeshindwa kutoa maoni. Serikali za mitaa. Halmashauri ya manispaa ya Kibaha imepata hati yenye mashaka. Halmashauri ya wilaya Msalala imepata hati yenye mashaka. Upande wa vyama vya siasa, chama cha Civic United Front kwa maana CUF imepata hati yenye mashaka. Chama cha National Construction Alliance NRA imepata hati yenye mashaka. Mheshimiwa Rais, sababu kuu zinazopelekea kutolewa kwa hati zenye kasoro ni pamoja na upungufu wa nyaraka toshelevu za kuthibitisha uhalali wa malipo, matumizi yasiyothibitishwa, kutofautiana kwa mizania ya hesabu, pamoja na kutozingatia viwango vya kimataifa vya uhasibu, yani IPSAS na IFRS. Mheshimiwa Rais, naomba kufahamisha kuwa sikuweza kukagua hesabu za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa mwaka wa fedha 2024-2025 baada ya kupata taarifa kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusu mashauri yanayoendelea mahakamani. Mheshimiwa Rais, hali ya utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi ya miaka ya nyuma. Mheshimiwa Rais, uchambuzi wa utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi unaonyesha changamoto za kimfumo katika usimamizi wa uwajibikaji wa taasisi za umma. Kati ya mapendekezo 38,181 yaliyotolewa miaka ya nyuma mpaka leo, ni 36.7% pekee yaliyotekelezwa kikamilifu, huku 43.5% yakiwa bado katika utekelezaji na 7.5% hayajatekelezwa kabisa. Hii inaashiria kuwa juhudi za marekebisho hazijafikia kiwango kinachoweza kuleta mabadiliko ya haraka na yenye tija. Vile vile, uwepo wa mapendekezo yanayodumu kwa kipindi cha miaka 7 hadi 20 bila kutekelezwa kunaonyesha changamoto ya kudumu katika ufuatiliaji wa utekelezaji pamoja na kushindwa kushughulikia vyanzo vya matatizo kwa maana root causes. Hali hii inaendelea kuhatarisha upotevu wa rasilimali za umma na kudhoofisha ufanisi wa taasisi. Mheshimiwa Rais, nikupe mifano ya hoja za muda mrefu. Mamlaka ya Mapato Tanzania ina madeni ya kodi yanayofikia takriban shilingi bilioni 7.24 ambayo yameendelea bila kukusanywa kwa zaidi ya miaka 17. Mamlaka ya Hifadhi ya Bahari na Maeneo ya Hifadhi ina madeni ya shilingi milioni 658 yanayodaiwa na jamii ya Mafia hajalipwa kwa zaidi ya miaka 15. Cashnut Board of Tanzania, mali na viwanja vyenye thamani ya takriban shilingi bilioni 3.28 bado havijapatiwa hati miliki kwa zaidi ya miaka 13, jambo linalohatarisha umiliki wa mali za serikali. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mapendekezo mengine hauhitaji rasilimali, unahitaji tu taratibu za kufuta hasara kwa mujibu wa sheria, lakini taratibu hizo za kisheria zinachukua muda mrefu na kuacha hoja zikiendelea kuwepo kwenye orodha ya mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Kwa ujumla, mwenendo huu unaonyesha kuwa mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi unahitaji kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha matokeo ya ukaguzi yanakuwa nyenzo muhimu katika kuimarisha utendaji serikalini. Mheshimiwa Rais, changamoto hizi zinatokana na kukosekana kwa mifumo madhubuti ya uwajibikaji katika taasisi za serikali kwa ajili ya kuratibu ufuatiliaji wa hoja za CAG na utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Hata hivyo, mfumo wa IFTMIS uliopo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI umeanza kuonyesha matokeo chanya, ambapo unatumika TAMISEMI na mamlaka zote 184 za serikali za mitaa, na ofisi ya CAG imepewa haki ya kutumia kwa ajili ya ufuatiliaji. Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia ufanisi huo wa mfumo, napendekeza mfumo huo uangaliwe ili kuweza kutumika kwa taasisi zote za serikali pamoja na kuunganishwa na mifumo ya ufuatiliaji wa Bunge ili kuimarisha uwajibikaji, kuongeza ufanisi wa ufuatiliaji wa mapendekezo ya ukaguzi.
Mheshimiwa Rais pia anapendekeza mlipaji mkuu wa serikali awasimamie maafisa masuhuri kuhakikisha wanatekeleza mapendekezo ili kuondoa mrundikano wa mapendekezo ambayo hajatekelezwa kwa muda mrefu. Kama nilivyosema, mengine hahitaji tukufuta hasara ambazo zimeonekana ni hasara. Ni kuleta kwa mlipaji mkuu wa serikali, CAG akithibitisha, tunapeleka bungeni, zinafutwa na kuziondoa kwenye ile orodha ya hoja ambazo hazijatekelezwa, mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7 sawa na 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023/2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2 kutokana na exchange rate. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni, Debt Sustainability Analysis, imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa, huku thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni 40.7 chini ya ukomo wa 55%, na deni la nje kwa pato la taifa likiwa ni 24.9 chini ya ukomo wa 40%. Aidha, uwiano wa deni la nje kwa mauzo ya nje ni 125.5 ambao bado upo ndani ya kiwango cha 180%. Viashiria hivi ni pamoja na ukuaji wa uchumi. Viashiria hivi pamoja na ukuaji wa uchumi vimeimarisha uaminifu wa Tanzania kimataifa, jambo linaonekana kupitia ukadiriaji mzuri wa utulivu wa hadhi ya ukopaji ambao Moody's wametupatia daraja la B1 kwa maana tuko stable mwezi Desemba 2024, na Fitch Ratings ilitoa daraja la B+ kwa maana stable Machi mwaka huu. Haya ni mashirika ambayo yanatathmini